Kwa majina naitwa Paul Kisabo, mimi ni wakili, lakini niko pamoja na mawakili wenzangu. Tuko jumla mawakili 10. Tulikuwa tunawatetea wateja wetu kwenye shauri namba 26394 lenye jumla ya watuhumiwa 34 kwa mujibu wa hati ya mashtaka ambayo iliwasilishwa mahakamani tarehe 7 Novemba 2025. Sasa leo shauri lilikuja kwa ajili ya lilikuwa limepangwa kwa ajili ya kutajwa, lakini cha kushangaza ni kwamba watuhumiwa hawajaletwa mahakamani na upande wa jamhuri haujaeleza sababu yoyote ya kutokuwafikisha watuhumiwa mahakamani, kinyume na amri ya mahakama ambayo ya mara mwisho ilikuwa ni kwamba leo wanasheria kuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini hilo tumeliwasilisha kwa mujibu wa sheria mahakamani, na mahakama imesema tarehe nyingine ambayo kesi hii itakuja kutajwa watuhumiwa waletwe mahakamani. Lakini upande wa jamhuri wamesema kuhusiana na upelelezi kwamba haujakamilika. Hilo nalo tumepinga kwa sababu wao ndio wamewashtaki hawa watuhumiwa, wao ndio wamepeleleza, wao ndio wana mamlaka ya kufungua kesi, na kanuni za kawaida tu za mwenendo wa mashauri ya jinai ni kwamba upelelezi unapaswa kwanza huo umekamilika kabla ya kukamata watuhumiwa. Lakini sasa wao leo wanasema kwamba upelelezi bado haujakamilika na hawajaeleza kwamba upo katika hatua zipi. Lakini cha kushangaza ni kwamba mshtakiwa namba 17 anaitwa Moses Lemweta Mgao. Mahakama imetueleza kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, lakini cha kushangaza kwenye hati ya mashtaka yupo, na hati za mashtaka zinavyoandaliwa huwa pia zinakuwa na particulars, yani zinakuwa na wasifu wa huyo mshtakiwa. Huyu mshtakiwa namba 17 kwa mujibu wa hati ya mashtaka ambao ni public document, imeandikwa ana umri wa miaka 33, kabila lake ni Masai, kazi yake ni mlinzi, dini yake ni Mkristo, na makazi yake imeandikwa Masaki. Sasa kwa sababu tumeambiwa kwamba huyu mtu hajawahi kufikishwa mahakamani, na kwa hiyo nitoe wito sasa kwa ndugu zake au ambaye anamfahamu waweze pengine kutupatia taarifa za wapi alipo, kwa sababu okay. Kwa sababu jina lipo kwenye hati ya mashtaka, lakini huyu mtu hajafikishwa mahakamani. Lakini pia kingine, upande wa jamhuri umetueleza kwamba kuna watuhumiwa wengine wameongezwa au waliongezwa kwenye hii hati ya mashtaka. Hii hati ya mashtaka ina watu 34, waliongezwa wengine 4, lakini hatujaelezwa ni lini waliongezwa, na hatujaambiwa pia majina yao kwamba ni fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo hilo pia limetokea leo, na kesi sasa imeahirishwa hadi Disemba 3 mwaka 2025. Imeahirishwa hadi Novemba 3 mwaka 2025 kwa ajili ya kutajwa, na mahakama imetoa amri kwamba siku hiyo watuhumiwa waletwe mahakamani kwa sababu mahakama inatakiwa iwaone. Na kama unakumbuka tarehe iliyopita baadhi ya watuhumiwa walikuwa wana majeraha, tuliomba kwamba wapelekwe hospitali wakatibiwe na ripoti iwasilishwe mahakamani. Hata hivyo hatujaelezwa kama hiyo ripoti imewasilishwa mahakamani, lakini pia tumelihoji hilo mbele ya mahakama kuhusiana na taarifa ya matibabu ya watu wote ambao walikuwa wana majeraha kama ambavyo mara ya mwisho mahakama ilitoa amri. Kwa hiyo kesi imeahirishwa mpaka tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2025 na watuhumiwa wote wataletwa mahakamani. Hayo ndio yaliyojiri mahakamani. Kwa sababu huenda wengi wakawa na shauku ya kupata majibu kutoka kwako wewe wakili juu ya kauli iliyotolewa na namba 1 ambaye ni Rais wa Jamhuri kwamba baadhi wafutiwe makosa haya. Hili huwa linachukua muda kiasi gani mpaka kufanyika na utaratibu wake ukoje? Asante kwa swali zuri. Ni kweli kwa mujibu wa sheria mkurugenzi wa mashtaka. Sikilizeni basi. Kwa mujibu wa sheria, naomba niendelee. Kwa mujibu wa sheria, sheria mwenendo wa makosa ya jinai
mkurugenzi wa mashtaka nchini ana mamlaka ya kuondoa kesi yoyote ambayo iko mahakamani kwa wakati wowote. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana hata kama ni leo wangeweza kufika mahakamani na kusema tunaiondoa hii kesi, hatuna nia ya kuendelea nayo. Kwa hiyo hakuna muda specific kwamba ni siku moja, siku mbili, siku tatu, lakini kwa sababu umeniuliza na ni maagizo ambayo yalitolewa, nadhani ni ofisi hiyo sasa ambayo inapaswa kutekeleza hayo majukumu. Kama ni muda gani, mawakili wa serikali pia wapo mahakamani, unaweza kuwauliza kwamba wanachukua muda gani kutekeleza hilo. Siwezi kuwasemea sana kwa sababu ni jukumu sasa la upande wa ofisi yao. Sisi leo tulichokifanya ni kile ambacho tulijiandaa nacho kwa mujibu wa sheria ya mahakamani. Asante. Na swali fupi kwako. Tulipata taarifa kwamba hii kesi itaendeshwa leo kwa njia ya mtandao. Labda mlifanya mawasiliano na upande wa jamhuri, kwa sababu umetuambia kwamba watumiwa. Nimeshakuelewa. Ngoja nikujibu. Sisi hatukupata taarifa kwamba kesi hii leo itaendeshwa kwa njia ya mtandao, na ndio maana sisi tumekuja mahakamani. Baada ya kuona muda unaenda, kwa sababu kesi ilipangwa saa 3, kwa hiyo baadaye tukaanza kufuatilia sasa kutaka kujua kuhusu hatima ya kesi ya wateja wetu, ndio tukawa tumepewa taarifa sasa kwamba kesi itaendeshwa kwa njia ya mtandao. Lakini pia hilo tuliwasilisha very strongly mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa sheria na amri pia ambayo ilitolewa mara ya mwisho ya mahakama ilikuwa ni kwamba watuhumiwa waletwe mahakamani, na sheria inasema amri ya mahakama inapotolewa inapaswa kutekelezwa kama ambavyo imetolewa. Kwa hiyo lakini tunashukuru mahakama imetuelewa na imetoa amri kwamba tarehe ijayo watuhumiwa washtakiwa waletwe mahakamani kwa kama ambavyo mara mwisho ilitoa amri. Kwa watakuwepo tarehe ambayo inafuata. Mimi Bahati Maulidi Nachenda, mwanangu Rashidi Musa Hamdani alikamatwa na Kinondoni vijana pale Mango. Alikuwa amekaa na wenzie wanaosha magari pale kwetu. Sasa alivyoona maaskari akabidi aingie ndani. Kuingia ndani ndo akaja mule ndani kumkamata. Kutaka kumkamata, mke wake akaja akamtetea. Huyu mboni alikutoka sasa hivi, akatoka nje na sasa hivi karudi ndani, ndo akabidi hamna, wakaanza kumtishia kwa mabunduki, kurusha risasi juu 2, chini 1. Mke wake akamtetea, mmoja kama askari mmoja alitaka kumuelewa. Mwingine ndo kutokea nyuma kwa kumuelewa, anatukana, kamtukana mke wake, kutoka pale kambeba Rashidi kaondoka naye. Ilikuwa tarehe uchaguzi kama siku ya kwanza, siku ya pili, ya 3 nimekuja kumkamata. Hali yake kidogo ya jambo hivyo. Wanasema tumuombee dua basi. Ndio hatuna kusema, tunaomba msaada kama hivi kwa watu wa wakili wenyewe ndio wanasema subirini watatoka tu basi. Matamani yangu leo kumchukua mwanangu, kumtoa, yani aje mahakamani tumsikilize, kama kutolewa atolewe. Kwa hiyo kosa alikuwa kuna maandamano, yupo amkamata nyumbani. Maki nyumbani kabisa, barabara nyumba. Kwa majina naitwa Lesinyati Lemwaita Ngau. Nimekuja kumfuata mdogo wangu Moses Lemwaita Ngau. Anafanya kazi Masaki, anaishi Masaki. Siku ya tarehe 29 ndio akatoka kwenda kumuona huyu ndugu yake, ndio hakurudi moja kwa moja. Huyu anakaa Kinondoni. Kwa hiyo ndio nilimfuata, nikaenda kumuona yuko gerezani. Basi sijajua alikamatwa. Tulianza kumuona sijui Jumamosi ya tarehe 20 ngapi? Tarehe ngapi? Kwanza ilikuwa tarehe 5 nadhani. Yeye anasemaje hali yake? Hali yake ni nzuri tu, japokuwa anateseka lakini hali yake sio mbaya. Nimesema nimekutwa napita njia, nashangaa tu nafukuzwa nikakamatwa. Kwetu sisi kwa kweli tunashangaa, kwa sababu tulitegemea hata kama kuna hairisho lolote kutoka kwa upande wa jamhuri, hata wao wangetoka tu kuliko hao wawakilishi wa wale watu kuja kutusemea. Hata wao upande wa jamhuri wangetoka kutuambia watu wetu wako wapi. Kwa sababu leo ni siku ya ngapi? Leo tarehe 19. Almost kitu kama siku karibia 20 na moja hivi. Ndugu zetu hawatuwaoni. Wao hawakuona kama kuna haja ya wao kutoka kuja kutuambia sisi ndugu zetu wako wapi. Wakati sisi tumekaa, majority yote ilikuwa hapa. Ni watu wengi sana. Walitakiwa wawadhamini na wajue kwamba sisi tumefuata ndugu zetu. Wangetoka hata kuja kutuambia sisi kwa nini hawajaleta ndugu zetu. Naitwa Bartolomeo James Sonyo.